Leo hapa tuko kwenye tukio la uzinduzi wa jengo letu la TAKUKURU wilaya ya Ukerewe, ambayo shughuli imeenda sambamba na kukabidhi magari 8 kwa wilaya zetu zote za mkoa wa Mwanza. Hiyo ni kuwawezesha watumishi wetu kuweza kufika maeneo mbalimbali wanapokuwa wamepata taarifa za vitendo vya rushwa ili kuweza kuchukua hatua kwa wakati. Sasa tunajua wote wa Tanzania kwamba tarehe 29 Oktoba itakuwa ni siku ya kupiga kura, ambapo ndio itakuwa hitimisho la siku 60 za kampeni. Sasa sisi TAKUKURU hatujawa nyuma katika hili zoezi. Kwanza tuna jukumu la kutoa elimu kwa umma, si wakati wa uchaguzi tu, nyakati zote. Na hili jambo tumelifanya kwa umakini mkubwa. Tumekuwa tukitoa elimu ya madhara ya rushwa, lakini kuanzia kipindi cha kuelekea uchaguzi, kabla kampeni hazijaanza, kipindi cha kura za maoni ndani ya vyama, ambapo vyama vilikuwa vinatafuta wagombea, basi tulijikita kutoa elimu ya madhara ya rushwa kwenye chaguzi. Tuliyafikia makundi mbalimbali, kama makundi ya wanasiasa, makundi ya viongozi wa dini, watu wa NGOs, basi makundi mbalimbali tumeyafikia na tukatoa elimu ya madhara ya rushwa, mianya ya rushwa. Lakini vile vile hata wananchi nao tukawaasa na wenyewe wasidai rushwa kutoka kwa wagombea. Sasa imekuwa kama desturi. Anafika mgombea, anatoa sera zake, baadaye wananchi wanaanza kumwambia unatuachaje. Hilo jambo tulilikemea sana sisi TAKUKURU wote. Binafsi yangu katika kila nafasi niliyopata kuongea na wanahabari, niliwahusia sana wananchi kuachana na hiyo tabia ambayo mimi kimsingi nasema si nzuri. Inaonesha kutokuwajibika na kutokujitambua, kwa sababu jambo ambalo mgombea anakuachia ni zile sera alizozitoa, ahadi zake, chama chake kitafanya nini, na yeye mwenyewe kama mgombea atatia msukumo katika masuala gani. Kwa hiyo tuliwaelewesha wananchi vizuri sana, na niseme hilo jukumu linaendelea mpaka leo. Ili zoezi la kuelimisha wananchi kupambana au kuepuka vitendo vya rushwa litahitimishwa tarehe 28, siku moja kabla ya kupiga kura. Nina furaha kusema kwamba tunaona hii elimu imewafikia wananchi. Kwa sababu tangu tulivyojikita sasa kutoa elimu specifically kuhusu uchaguzi, kwa kweli tunaona matendo haya ya rushwa au taarifa za rushwa kuelekea chaguzi kwa kweli ni kama hazipo au zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Tukio la uzinduzi wa jengo jipya la ofisi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa katika wilaya yetu, kama tulivyoweza kumsikia mzee wetu akielezea mandhari ya hapo awali ilivyokuwa na sasa hivi eneo hili lilivyokuwa, kwa kweli nichukue fursa hii adhimu kabisa kukupongeza wewe binafsi, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, pamoja na wasaidizi wako wote kwa heshima kubwa mliojenga katika wilaya yetu ya Ukerewe. Na sasa wilaya hii inakwenda kupendeza sio tu katika jengo, bali watumishi na huduma bora ambayo tunatarajia kuipata katika jengo hili. Hongereni sana ndugu zangu wapendwa. Ndugu mkurugenzi mkuu, tukio hili ni ushahidi wa dhamira njema ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha miundombinu ya utendaji wa taasisi muhimu katika dola, hususani zile ambazo zinahusika na uadilifu, uwajibikaji na ujenzi wa taifa lisokuwa na rushwa. Ndugu mkurugenzi mkuu, wilaya yetu ya Ukerewe ni miongoni ya maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi, hasa shughuli za uvuvi, shughuli za kilimo, biashara ndogo, sekta ya utumishi wa umma. Maeneo haya ndugu mkurugenzi mkuu, kama hayatafuatiliwa vyema, yanaweza kuwa njia rahisi ya mianya ya rushwa. Kwa hiyo uwepo wa jengo hili jipya ni silaha muhimu sana kiutawala na kiusalama ya kulinda rasilimali za umma na haki ya wananchi. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya yetu ya Ukerewe, napenda kutoa pongezi za dhati kabisa kwa serikali kuu na uongozi wako kwa kuona umuhimu wa kuwekeza hapa Ukerewe. Tunakiri kwamba taasisi hii ni nguzo muhimu katika ujenzi wa taifa lenye haki, taifa lenye amani na maendeleo endelevu. Mimi ninaitwa John Rueganwa Magera, ni mkazi wa Chamatuli.
Mimi napenda kuwashukuru sana idara ya kuzuia na kupambana na rushwa katika nchi ya Tanzania. Rushwa imeisha kuwa kero kwa wananchi wote. Pia huko tunakokwenda tunaelekea kwenye uchaguzi kwa ajili ya viongozi watakaotuongoza mwaka 2025. Ninapenda kushauri wale wote wanaogombea ni raia wa Tanzania, na sisi ambao tutashiriki uchaguzi ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo ninatoa wito tujitokeze kwa wingi ili kusudi tuweze kuwachagua viongozi ambao wamegombea uongozi wa mwaka huu. Tuwachague viongozi ambao hawataweza kujihusisha na rushwa.